I hope uko poa mtazamaji, lakini pia kwa upande wangu mimi niko sadakta sana tayari. Niko nimejidhatiti katika kukuhabarisha yale yote ambayo yameweza kujiri kwenye ulimwengu wa habari na burudani. Tuko na story ya moto sana. Tunakuambia tu kwamba Wema na Whozu bwana kumbe hawajaachana. Whozu amemwandikia ujumbe mzito sana bidada Wema kumuishi siku yake ya kuzaliwa. Ujumbe umeandikwaje? Mambo yamekaje kwenye kapo ya wawili hawa? Ambatane na mimi bila kukosa. Utakumbuka siku ya jana bana ilikuwa ni siku muhimu sana kwa Wema Sepetu, ambako ilikuwa ni siku yake ya kuzaliwa. Na kwa mujibu wa Wema bana alitangaza rasmi kwamba anatimiza miaka 35. Tumeona maneno yalikuwa mengi sana mitandaoni kwamba anajishushia, anajitotosha, ana miaka 47, anadai 35. Lakini ndio hivyo tena, maadamu mwenyewe kasema hivyo, basi hatuwezi kupinga kile ambacho yeye ameweza kukizungumza. Mambo yatabaki kwa tu hivyo, kama maneno ya mkosaji tunaambiwa, na mambo kama hayo yataweza kuchukuliwa. Kubwa zaidi, Wema aliposti cheti chake cha kuzaliwa kuonyesha kuwa anachokisema anamaanisha na sio uongo. Lakini mara tu baada ya Wema kuposti cheti chake cha kuzaliwa, ni kama ilipunguza ukali wa mashambulizi mitandaoni. Kwa hiyo right now imesimama kwamba ni 35, japo waandishi wa habari waliweza kufanya jitihada za kumtafuta mama Wema ili kuweza kujua pengine umri halisi wa mwanadada Wema, lakini hizo jitihada nazo zilishindikana, ziligonga mwamba. Maana mama Wema bwana yeye na binti yake hawapo sawa, kutokana na kwamba mama hamtaki Whozu, lakini Wema anampenda Whozu. Kwa hiyo mama Wema bana kama kasusa fulani hivi. Okay, tukiachana na hili la Wema kusherehekea miaka 35 ya kuzaliwa kwake siku ya jana, yaliibuka mapya mitandaoni. Hii ni mara tu baada ya Whozu kuvunja ukimya wake na kumposti Wema. Kubwa zaidi ni caption ambayo alimwandikia bonge la message unaambiwa, likionyesha namna ambavyo anampenda sana licha ya kuwa walikuwa kimya kwa muda mrefu sana, hawakuonekana pamoja kwenye mitandao ya kijamii. So kupitia posti aliyoposti Whozu mitandaoni, upande wa Instagram aliandika hivi, na mimi nitaweza kukusomea ili uweze kujua nini ambacho kiliweza kuandikwa na bwana mkubwa Whozu pasi na kupoteza time. Ujumbe ulikuwa unasomeka hivi: Today is someone's special day. Happy birthday to extraordinary person in my life. You will always be something special in my heart. Shunu wa baba. Thank you for being a part of my life. I love you now and forever. My personal. Akamtagi bidada Wema Sepetu, akamwambia enjoy your day Shunu love. Akadika double and double na vikopa viwili vyekundu kuonyesha kwamba ni Whozu pamoja na Wema. Hatari sana unaambiwa mtazamaji. Mara tu baada ya Whozu kuandika caption hiyo tamu kweli kweli kupitia post ambayo aliposta akimuishi bidada Wema, mashabiki walimchamba kwa kumwambia kuwa kwa nini asitafute mwanamke kama rika lake au arudiane tu na mzazi mwenzake tu, maana anajizeesha tu. Wema ni mkubwa sana kwake, au ndo analelewa kaekwa kingasti. Lakini mara tu baada ya mashabiki kuongea hayo, kiukweli ni kwamba haitaweza kuondoa mapenzi yao. Itabaki tu kwamba Wema na Whozu bado ni mtu na mpenzi wake, na wanapendana sana sana sana, na hawamsikilizi mtu yeyote kwamba anataka nini, anaongea nini. Kama Wema kashindwa kumsikiliza mama yake, nani tena ambaye atamsikiliza mwingine? Unaweza kuona kwamba ni hakuna na hata kuepo. Maoni yako mtazamaji wa Biomedia, Wema na Whozu penzi leo unalichukuliaje? Ni kapo ambayo pengine unaipenda, inakuinspire kwa namna moja ama nyingine, unafuatilia, ama wewe kurudiana kwao baada ya kimya kirefu cha muda na kuona tena wako pamoja mara tu baada ya wish birthday? Wewe una comment gani? Andika, mimi nitaweza kuiangazia next video. Hapo umeweza kuenjoy, baki nasi kwa kupata update mbalimbali. Subscribe, share, like, comment, na karibu kwa wakati mwingine.